Hujambo, haya ni matangazo ya dunia ni leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe. Karibu tena tuwe pamoja kwa nusu saa matangazo haya. Baada ya muda mfupi tutaungana na waandishi wengine kutoka maeneo mengine ulimwenguni ili tupate kukupa habari zaidi. Na matangazo yetu ya dunia ni leo yanaanza na taarifa kwamba wiki moja baada ya uvamizi wa Russia huko Ukraine, majeshi ya Russia yanaendelea na msukumo wao licha ya shutuma kutoka Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambalo lilipiga kura kwa idadi kubwa kuikaripia Russia kwa kuivamia Ukraine. Hadi Jariami anaisoma ripoti ya mwandishi Karl Baba. Russia wanaendelea kupiga mabomu Ukraine huku ripoti kutoka mji wa kusini wa Kherson zikielezea umeangukia kwenye mikono ya jeshi la Russia. Maelfu ya raia wameuawa au kujeruhiwa tangu uvamizi ulipoanza, mamlaka ya Ukraine inasema. Watoto kama huyu mmoja mjini Kyiv wamezaliwa katika hospitali za muda, huku wa Ukraine katika miji mbalimbali kote nchini humo wakilazimika kujificha. Sheltering wherever they can. Wanajificha kila wanapoweza, ikiwemo watoto ambao walikuwa wakipatiwa matibabu ya saratani ambao hivi sasa wanaishi maeneo ya chini kwenye majengo ya hospitali za watoto nchini Ukraine, huku madaktari na wauguzi wakifanya kila wawezalo kuwahudumia huku mabomu yakiendelea kulipuka karibu nao. Hii ni aibu na hatari. This is shameful. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitangaza vikwazo zaidi kwa biashara za Russia. Wakati huu ni taasisi za ulinzi takriban 22 ambazo zinahusika na silaha ambazo zimetumika kuwashambulia watu wa Ukraine. Marufuku ya ndege za Russia kuingia katika anga ya Marekani hivi sasa imetekelezwa, huku Belarus nayo ikiwekewa vikwazo kwa jukumu lake kuwezesha uvamizi wa Russia. Karibu na Kyiv, maafisa wa Marekani wanasema msafara wa magari ya kijeshi ya Russia wenye urefu wa zaidi ya kilomita 60 umekwama kutokana na uhaba wa mafuta na chakula na upinzani kutoka kwa Ukraine. To the Russian soldiers sent to the front lines. Kwa wanajeshi wa Russia waliopelekwa mstari wa mbele kwa vita ambavyo si muhimu na havistahili, nasema viongozi wenu wanawadanganya. Msitende uhalifu wa kivita. Fanyeni kila mnachoweza kuweka silaha zenu chini na kuondoka Ukraine. And leave Ukraine. Pentagon Alhamisi ilimshutumu rais wa Russia Vladimir Putin kwa amri ya mapema wiki hii kuweka vikosi vya nyuklia katika hali ya tahadhari. Matamshi ya kichochezi na uwezekano wa kufanya mabadiliko yanaweza kuwa na madhara makubwa kwa silaha ambazo zipo. Hilo halikubaliki hata kidogo. Marekani haijawahi kuchukua hatua zozote kama hizo. Kirby alitangaza kwamba Pentagon itaakhirisha majaribio ya makombora yaliyopangwa wiki hii, ikiwa ni ishara kwa Marekani haitajihusisha katika tabia ya nyuklia ambayo haitaeleweka. Hatukuchukua maamuzi haya kwa wepesi, lakini badala yake kuonyesha kwamba tuna wajibu kama watu wenye nguvu ya nyuklia. Marekani inaendelea kupeleka misaada kwa majeshi ya Ukraine wakati kuwaonya wapiganaji wa Russia kujifunza kwa makosa yao ya awali. Khadija Riami, VOA, Washington. Na katika mwendelezo huo wa taarifa kutoka Ukraine na Russia, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine amesema serikali ya nchi hiyo imefungua line ya simu ya dharura kwa ajili ya raia kutoka Afrika na Asia wanaokimbia uvamizi wa Russia. Haya yanafuatia tuhuma zilizoenea za ubaguzi na wakabili wa Afrika wanaojaribu kuondoka nchini. Wanafunzi kadhaa wa Kiafrika walioko Ukraine wametoa taarifa za kuzuiliwa na maafisa wa usalama wa Ukraine kuondoka nchini humo. Katika kurasa wa Twitter, waziri wa mambo ya nje Dmytro Kuleba amesema maafisa wa usalama wanafanya kazi kwa bidii kuhakikisha usalama na kuondoka kwa wanafunzi wa Afrika na Asia. Na hivi sasa basi kwa njia ya simu tunaungana na Msabaha kutoka Sumi huko Ukraine, ambaye ni miongoni mwa wanafunzi waliokwama huko kutokana na Russia kuingilia Ukraine. Msabaha, tupe hali halisi. Kwanza pole kabisa kwa yanayoendelea huko, lakini tupe hali halisi kwa sasa, nini kinaendelea? Naam, kwanza asante na kuzungumzia hali halisi ambayo tunaendelea nayo hapa Ukraine. Sisi wanafunzi wengi ambao tumekwama hapa mji wa Sumi, na ndio mji pekee ambao mpaka sasa umebakisha wanafunzi sio chini ya 1000
ambao wapo bado na wameshindwa kutoka. Kwa kweli hali ya Ukraine kwa ujumla sio nzuri kwa sasa, yani machafuko yapo kila mahali. Lakini mji wa Sumi, ndani ya mji huu maeneo ya mjini hakuna machafuko zaidi kuliko maeneo ya shamba au maeneo ambayo yako nje ya mji. Lakini hatari inaendelea kuzidi kila siku zikienda, na wanafunzi zaidi ya 1,000 ambao wapo hapa wamekwama kutokana na kutokuwepo na usafiri au njia salama ya kutoka. Kwa hiyo kwa kweli yani tunaendelea kujilinda na kuokoa maisha yetu, lakini hali inavyokwenda inakwenda vibaya, kwa sababu pia chakula kimeanza kuisha kwenye supermarket, dawa hakuna, maji hayana usalama. Wamesema kwamba maji hayawezi kupata treat. Kwa hiyo priority yote au kipaumbele kimeelekezwa kwa majeshi ambao wanakwenda kupigana vita. Hao ndio wanapata chakula, wanapata dawa na wanapata maji safi na salama. Kwa hiyo sisi tupo hapa tumekwama, lakini hali zetu zinakwenda vibaya sana mpaka sasa. Sawa kabisa, poleni sana tena. Lakini taarifa za tahadhari zinazotolewa na serikali na maafisa wa usalama mnazipata kwa urahisi? Kweli tunazipata kwa urahisi, na taarifa nyingi tunazozipata zinapitia chuoni. Kwa hiyo uongozi wa chuo unatupa taarifa ambazo wao kama chuo wamesema ndio taarifa sahihi. Kwa hiyo tunapata taarifa za kutosha na tunapata taarifa kwa urahisi kabisa. Kwa mfano, serikali ya Tanzania yenyewe imetangaza kwamba inafanya juhudi kuondoa watu wake na hasa wanafunzi walioko huko, na tayari wengine wameshaondolewa, wamerejea nyumbani Tanzania. Je, katika eneo la Sumi kuna habari yote ambayo mmeipata hapo? Habari tulipata mpaka sasa ni kwamba serikali inafanya mazungumzo na mamlaka ambayo yapo Urusi, ili kwa wanafunzi ambao tupo Sumi tuweze kutokea kwa kutumia corridor ya Urusi, nje ya Urusi, kwa vile sisi na Urusi hapa tupo karibu zaidi kuliko sisi na mipaka ambayo ipo katika nchi za Ulaya, nchi za magharibi ya Ukraine. Kwa hiyo hiyo ndio njia ambayo tumesikia mpaka sasa serikali inalifanyia kazi. Lakini kwa upande mwingine pia sisi kama wanafunzi tunajaribu kutoa ushirikiano wetu, tuwasiliane na serikali kuonyesha uwezekano wa kuondoka hapa kwa njia nyingine ambayo mbali na hiyo ambayo ya Urusi ambayo inazungumziwa, ya kupita kwenye mipaka hiyo inaelekea magharibi. Kwa hiyo na sisi tunafanya juhudi zetu kutafuta namna, kutafuta njia ya kutoka. Kwa kweli njia kutoka kwa kuelekea upande wa magharibi sio salama, lakini siku mbili hizi usalama umekuja kidogo, umekwenda kwenye afadhali. Kwa hiyo tunajaribu kuwasiliana na serikali kuwapa taarifa hizi kwamba tunahitaji namna ya kutoka hapa, na changamoto kubwa ni usafiri wa kutoka hapa. Na je, mkiongea na familia zenu wanasema nini, hasa wewe binafsi, wanahisia gani? Upande wa familia zetu kwa kweli ni kuwapa moyo na kuwapa nguvu, ili wao watupe moyo sisi, watupe nguvu sisi tuweze kuamuka katika changamoto kama hii. Lakini kiuhalisia ni kwamba wazazi wapo kwenye masikitiko makubwa na bado wanaendelea sisi tutafute namna tupate njia ya kutokea katika situation kama hii. Pole sana Msabana, shukran kushiriki nasi katika kipindi chetu cha Dunia Ni Leo. Tunawatakia heri mtokea hapo mkiwa salama. Nami nakushukuru. Na kupitia mpango wake wa upatikanaji wa chanjo duniani GlobalVax, Marekani imeipatia Tanzania dola milioni 25 ili kusaidia shughuli za kuongeza viwango vya chanjo, ikiwa ni pamoja na kushughulikia masuala ya uelewa, mahitaji ya chanjo, kuongeza ufikiaji wa maeneo ya chanjo. Mwanahabari wetu Idi Uwesu amezungumza na balozi wa Marekani nchini Tanzania na kututumia taarifa ifuatayo. Balozi Wright amesema kupitia shirika la USAID, Marekani imetoa nyongeza hiyo ya fedha ikiwa ni sehemu ya jitihada zake kuhakikisha 70% ya watu duniani kote wanapata chanjo ya COVID-19. Nyongeza hiyo imetolewa kufuatia mazungumzo baina ya mkuu wa shirika la misaada la Marekani USAID Samantha Powers na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kuna ari na utashi wa kisiasa kuhusu masuala ya chanjo,
Nafurahishwa na namna Rais Samia anaonyesha uongozi mzuri kuhusiana na chanjo za corona. Tanzania ni miongoni mwa mataifa 11 barani Afrika kunufaika na mpango huu. Balozi Wright anasema upo wajibu mkubwa wa kuwafikishia wananchi chanjo, ikiwemo kutoa elimu zaidi ili watu wengi wapate chanjo na kutimiza lengo la kuchanja 60% ya Watanzania kufikia Juni mwaka huu. And I think part of our job is increasing demand by... Nafikiri moja ya kazi zetu ni kuongeza hitaji la chanjo kwa kusahihisha taarifa potofu kuhusu chanjo ili kuhakikisha Watanzania wanajua kuwa si tu hizi chanjo zina uwezo wa kusaidia kukinga makali ya COVID, lakini ni salama. They are also totally safe. Balozi, kumekuwa na taarifa zinasambaa kwamba miongoni mwa chanjo ambazo mmezileta kutoka Marekani, baadhi zilikuwa zinakaribia kufikia mwisho wa matumizi. Unalipi la kuzungumza kuhusu hili? We would never inject or use a vaccine. Kamwe hatuwezi kutumia chanjo zilizokwisha muda wake. Chanjo zote zilizoletwa kwenye taifa hili bado ziko vizuri na mpya. Hivyo hatujawahi kutumia dawa zinazokaribia kuisha muda wake ama kuharibika. Attempt to use out-of-date vaccines within Tanzania. Usaidizi huu wa ziada unatokana na zaidi ya dola za Marekani milioni 42.1 ambazo Marekani wametoa nchini Tanzania kukabiliana na COVID-19. Uwekezaji huu umesaidia kuzuia, kutibu na kufuatilia ugonjwa huo. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, hadi tarehe 28 Februari mwaka 2022, Tanzania imetoa chanjo kwa watu milioni 4.5 sawa na 4.4%. Idi Uwesu, VOA, Dar es Salaam, Tanzania. Shukrani Uwesu. Siku moja baada ya Baraza la Mazingira la Umoja wa Mataifa UNEA katika kikao cha 5 cha kimataifa jijini Nairobi, Kenya, kuweka makubaliano ya kupinga matumizi ya plastiki, wana mazingira sasa wanashinikiza utekelezwaji wa makubaliano hayo. Ubabdi ambaye amehudhuria kikao hiki anatuarifu. Jinamizi la plastiki bado ni donda sugu katika uchafuzi wa mazingira. Licha ya kuwepo kampeni za kila aina katika kutokomeza plastiki, wana mazingira sasa wanahofia huenda makubaliano yaliyoafikiwa katika mkutano wa Jumanne huenda yakakosa kuafikiwa iwapo hakutakuwa na vitendo. Kama wanatengeneza polisia na hawawezi fanya kitu kuhusu polisia hiyo, basi hakuna kitu ambacho tunaweza fanya. Kama ni kwa mkutano wanaongea lakini kisha hakuna kitu yenye itafanyika. Tutakuwa tuna bado hizi issues za plastiki, tutakuwa na mbegugu maji, tuko na vitu nyingi ambavyo zinafanya mazingira yetu yasiwe safi. Tarajia kampuni zenye zinazotengeneza maplastiki zianze kukomesha na zionyeshe njia za kutengeneza plastiki ambazo ziko biodegradable. Kumaanisha zikitumika hivi hata kama mtu ataitupa ovyo, haitakuwa na madhara yoyote katika mazingira yetu. Ningependa sana serikali tofauti zianze kutumia vijana kufanya hizi makazi za kutengeneza vitu ambazo zina uhusiano mzuri na mazingira yetu. Baadhi ya vipengele ambavyo vitazingatiwa katika kuandaa mkataba mpya ni pamoja na malengo ya kimataifa ya kukabiliana na uchafuzi wa plastiki katika mazingira ya baharini na athari zake, ikiwa ni pamoja na muundo wa bidhaa, matumizi na udhibiti wa taka. Kumekuwa na makubaliano yenye tunaweza sema inajumuisha kila mwananchi wa ulimwengu huu, na katika kuwa na yale makubaliano ni hatua moja yenye itaweza kusaidia wenye wako na, unajua kuna wenye wako na nia na kuna wenye hawana ile nia ya kutaka kupunguza madhara ya plastiki. Sasa venye kumekuwa na makubaliano itaweza kutusaidia kuangamiza yale madhara plastiki ingeweza kuleta hapa ulimwenguni. Rais Uhuru Kenyatta leo akizungumza katika hafla ya kuadhimisha miaka 50 ya shirika la UNEP ameahidi kuwa taifa la Kenya litawajibika kuhusu taka za plastiki na kuahidi kutoa zawadi kwa watakaokuwa mstari wa mbele katika kupigania maslahi ya mazingira.
Serikali ya Kenya imeamua kutoa tuzo za amani na mazingira ambazo zitafadhiliwa na serikali na watu wa Kenya. Hizi zitakuwa ni tuzo kwa mwananchi ama taasisi ambayo inashughulikia mazingira na itakuwa kila mwaka. Jane Patton, mwanamazingira kutoka Marekani, anasema mkataba mpya unaweza kusaidia mataifa na washikadau wengine kuondoa tatizo hili la dharura linaloletwa na uchafuzi wa plastiki, kwani kila kukicha maelfu ya watu wanaodhoofika kiafya kutokana na mazingira chafu. Azimio la kuanza mazungumzo ya mkataba huu hasa linataja athari za uchafuzi wa plastiki kwa afya na ustawi wa binadamu. Na hayo ni mazungumzo mazito, kwamba kuna sayansi zaidi inayotoka kila siku kuhusu madhara ambayo uchafuzi wa plastiki huleta kwa afya ya binadamu. Hii sio mara ya kwanza mazungumzo yanayohusu uchafuzi wa mazingira unaotokana na plastiki unazungumziwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapa jijini Nairobi. Na kwa wanaharakati wa mazingira wanatarajia kwamba makubaliano ambayo yamekubaliwa sasa yatatekelezwa kwa asilimia kubwa. Huba Abdi, VOA Nairobi. We make a difference when we unmask terror. When we explain the impossible, when we confront an uncertain future, when we give voice to the voiceless. The difference is freedom of the press. We are the voice of America, where free press matters. Ni sehemu ya pili ya matangazo haya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Baadaye kidogo tutakuwa na taarifa kutoka meza ya burudani. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limemteua Fatou Bensouda, mwendesha mashtaka mkuu wa zamani wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu na wakili wa Gambia, kuwa mkuu wa jopo ambalo litaongoza uchunguzi kuhusu ukiukwaji uliotokea wakati wa mzozo wa Ethiopia. Jopo hili litakuwa na wataalamu wengine wawili wa kimataifa, wakili kutoka Kenya Betty Murungi na Steven Ratner kutoka Marekani. Watafanya kazi katika tume huru ya kimataifa iliyoundwa ya wataalamu wa haki za binadamu kwa ajili ya Ethiopia. Baraza hilo la kutetea haki za binadamu la UN lilikubaliana Desemba mwaka jana kutuma wachunguzi wa kimataifa nchini Ethiopia, ambako wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa Tigray wamekuwa wakipigana. Tume hiyo imepewa mwaka mmoja kufanya kazi hiyo ya kuchunguza tuhuma na ukiukwaji wa haki na unyanyasaji uliofanywa na pande zote wakati wa mzozo. Unatazama Duniani Leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC, na hivi sasa nimpishe Kenneth Bwire atuletee habari nyingine zinazoendelea kwingineko ulimwenguni. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi amewafukuza kazi mawaziri 6 pamoja na waziri wa fedha katika mabadiliko makubwa. Hakuna sababu iliyotolewa kufuatia hatua yake ya kuwafukuza kazi mawaziri hao wala kutangaza mipango ya kujaza nafasi zao. Hii ni mara ya pili kwa Rais Nyusi kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri katika miezi ya hivi karibuni. Wengine waliofutwa kazi ni waziri wa madini na nishati, waziri wa maji na uvuvi na waziri wa kazi na nyumba. Wachambuzi wa siasa nchini Msumbiji wanasema kwamba hawajashtushwa na hatua ya Rais Nyusi kuwafuta kazi mawaziri hao. Mwezi Novemba, Nyusi aliwafuta kazi mawaziri wa ulinzi na wa mambo ya ndani na kujaza nafasi zao. Mgogoro wa kisiasa unaonekana utaongezeka zaidi nchini Libya kati ya serikali mbili hasimu baada ya utawala mpya ulioteuliwa na bunge kumshtumu waziri mkuu wa sasa kwa kutumia nguvu kujaribu kuzuia utawala mpya kuapishwa. Fathi Bashaga alitarajiwa kuapishwa mjini Tobruk kuwa waziri mkuu, lakini utawala wa sasa wa Tripoli unaoongozwa na Abdul Hamid al-Deiba umeapa kutoacha madaraka, huku kukiwepo wasiwasi wa kutokea mapigano na mipasuko ya sehemu za kiutawala. Bashaga amelalamika kwamba Deiba amezuia usafiri wa ndege nchini Libya ili kuzuia maafisa wa serikali mpya kusafiri hadi Tobruk, na kwamba mawaziri wawili wametekwa nyara Alhamisi walipojaribu kusafiri kwa kutumia magari. Msemaji wa serikali ya Deiba hajatoa taarifa yoyote kuhusu madai ya kuwateka nyara mawaziri wawili unaodaiwa kutekelezwa na wanajeshi wanaunga mkono utawala wa Deiba. Kikao cha bunge cha kuapisha Bashaga kitafanyika licha kutokuwepo baadhi ya wanachama ambao wanaweza kuapishwa baadaye. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis atazuru Sudan Kusini mwezi Julai. Uongozi wa Vatican umesema kwamba Francis
Atafanya ziara hiyo ambayo imecheleweshwa mara kadhaa kutokana na sababu za kiusalama kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya baada ya nchi hiyo kupata uhuru. Mwezi Julai utakuwa maadhimisho ya miaka 11 tangu Sudan Kusini ilipojitenga kutoka kwa Sudan. Mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yalianza mwaka 2013, miaka miwili baada ya uhuru huo, na kusababisha vifo vya watu 1400. Pande kuu zinazozozana zilisaini mkataba wa amani mwaka 2018, lakini njaa na mapigano yanatokea kila mara kote nchini humo. Viongozi wa Vatican wamesema kwamba Papa Francis atakuwa Juba, Sudani Kusini kuanzia Julai 5 hadi 7 baada ya kutembelea mji wa Kinshasa na Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na bunge la Senate la Nigeria limepiga kura na kukataa pendekezo la kufanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo ambayo ingeruhusu raia wa nchi hiyo wanaoishi nje ya nchi kupiga kura. Pendekezo la kuunda viti maalum kwa ajili ya wanawake ili kuongeza idadi yao katika maamuzi ya kisiasa pia limekataliwa. Wapiga kura katika nchi hiyo yenye idadi kubwa zaidi ya watu Afrika watashiriki katika uchaguzi mkuu wa urais mwezi Februari mwaka 2023. Matumaini ya raia wa Nigeria wanaoishi nje ya nchi kushiriki katika uchaguzi yalizimwa baada ya maseneta 29 pekee kati ya 92 kuunga mkono mabadiliko hayo ya katiba. Ili mswada wa kufanyia marekebisho katiba nchi hiyo kufaulu, theluthi mbili ya bunge hilo lenye wawakilishi 109 wanastahili kuunga mkono. Jumla ya raia wa Nigeria milioni 1.7 wanaripotiwa kuishi nje ya nchi hiyo. Naam, na kama ilivyo ada yetu ni siku Alhamisi na tunayo makala ya burudani. Nimpishe Harrison Kamau atueleze yale yanayojiri. Jaji mmoja wa Los Angeles mapema wiki hii amesema kwamba huenda akatangaza mke wa Kanye West anayejulikana sasa kama Ye, Kim Kardashian, kuwa huru baada ya talaka yake na rapa huyo. Jaji Steve Cochran alituma mawakili kuwaleta Kim na Ye mbele yake kwenye jengo la mahakama mjini humo ili kukamilisha mchakato wa talaka yao. Cochran alisema kwamba angetangaza Kardashian, ambaye alishiriki kwa njia ya simu, kuwa huru wakati mipango ya kuwagawanya mali pamoja na kulea watoto ikifuata baadaye. Ye hakuhudhuria kikao hicho wala kushiriki kwa njia ya kimitandao. Ikiwa kama njia ya maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kampuni ya Comcast NBC Universal kuanza kurusha filamu za watu weusi kupitia Xfinity, kampuni hiyo sasa imetangaza kutoa msaada wa $1 milioni zikiwa kwenye viwango vya $100,000 kwa watengeneza filamu chipukizi za watu weusi. Kampuni hiyo ndio inaongoza katika kusambaza filamu za watu weusi kupitia Black Experience on Xfinity kwa ushirikiano na makampuni mengine, huku pia ikiwekeza mamilioni ya dola katika kukuza talanta za wacheza filamu weusi. Wakati ikiwa imeidhinishwa na viongozi wa tasnia ya filamu, kampuni hiyo ndio pekee iliyoidhinishwa pia na shirika la wakosoaji wa filamu za watu weusi AAFCA, ambalo ni kubwa zaidi linalotoa tuzo za kila mwaka za filamu na vipindi bora vya televisheni. Na wakati mwanamuziki mashuhuri wa Marekani Hailey Belafonte akiadhimisha miaka 95 tangu kuzaliwa, Danny Glover, Alfre Woodard pamoja na Whoopi Goldberg walikuwa miongoni mwa celebrity wachache waliohudhuria sherehe hizo za birthday zilizofanyika Jumanne kwenye ukumbi wa mji kwenye eneo la Times Square, wakati baadhi ya waliozungumza wakihimiza umuhimu wa wasanii kutokana na wanaharakati wa haki za jamii aliokuwa nao Belafonte. Mmoja wao ni Danny Glover. Whoopi naye aliposimama kunena alisema kwamba Belafonte ataacha wosia wa harakati za kutetea haki za kijamii. Usiku huo uliojawa na muziki na maneno yenye kuvutia pia ulitoa nafasi ya kutolewa kwa tuzo za haki za kijamii za Belafonte, yakiwa maadhimisho ya miaka 10 ya shirika la Sankofa.org alilokuwa mmoja wa waanzilishi. Baadhi ya watu waliotuzwa ni pamoja na Angela Davis, Rashad Robinson na Kimberly Crenshaw miongoni mwa wengine. Tuingie kwenye jukwaa la michezo. Chama cha michezo cha jiji la Morocco la Sale, kwa kifupi AS Sale, kwa upande wa mpira wa kikapu ucheza katika mgawanyiko wa kwanza katika michuano ya kitaifa na imekuwa kileleni kwa miaka kadhaa. Klabu hiyo imeshinda mataji kadhaa nchini Morocco na ushujaa wake unavuka mipaka. Pia ni miongoni mwa timu 12 kutoka nchi 12 za Afrika iliyofuzu kushiriki ligi ya mpira wa kikapu Afrika itakayoanza Machi 5 mjini Dakar. Emmanuel Mojibaye anatueleza kuhusu timu hii kupitia ripoti inayosomwa hapa na Sande Shomari.
Haiwezekani kuzungumzia mpira wa kikapu nchini Morocco bila kutaja chama cha Sportive de Sal katika kujiandaa na ligi ya mpira wa kikapu barani Afrika BAL ambayo inaanza hivi karibuni. Timu hiyo imekabidhiwa kwa mwanadada huyo Australia Liz Mills, na yeye ni mwanamke wa kwanza nchini Morocco kufundisha timu ya wanaume daraja la kwanza. Mills pia ndiye mwanamke wa kwanza kabisa kuwa mkufunzi wa timu ya mpira wa vikapu ya wanaume barani Afrika. Aliongoza timu ya taifa ya Kenya kuingia katika finali za Afrobasket mwaka 2021 kwa mara ya kwanza baada ya miaka 28. Sasa ana uzoefu wa miaka 11, ana imani na ASL na anaamini kuwa timu hiyo itashinda. Nguvu ya timu hii ni uzoefu. Naamini tuna timu bora Afrika na wachezaji hawa wana uzoefu wa kutosha kuwashinda wapinzani. Hii ni muhimu sana na tutaweza kuunda kizazi kipya na wachezaji wachanga wa Morocco ambao wataweza kufichua talanta zao katika mashindano. Wanafanya mazoezi kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kwa angalau saa 2 katika vikao vya pamoja na mara kwa mara hucheza mechi dhidi ya timu nyingine. Alal ni mchezaji sehemu ya kizazi kipya ambacho klabu inamtegemea. Amekuwa akichezea ASL kwa miaka 2 sasa na anajua ni wapi timu hiyo itachota nguvu zake ili kukabiliana na mashindano yanayofuata. Nguvu zetu ni kocha anayetupa maelekezo, ndio maana tunacheza ili kushinda. Bila kusahau juhudi za rais na vijana wote nyuma ya klabu hii. Na timu ya uongozi ambayo inataka kwenda mbali zaidi na klabu yake haibani matumizi. Abderraf Bentaleb, naibu rais wake, anaweka maono mapya ambayo yataruhusu ASL ili kudumisha kiwango kizuri kila wakati. Tulikuwa na kizazi ambacho kilituruhusu kushinda mataji na vikombe kadhaa hapo awali. Leo ni muhimu kujenga upya timu ili kuifanya upya. Kwa hivyo tumesajili wachezaji 6 wa kiwango cha juu ambao wako katika harakati za kujumuisha na kuendana mtindo ulioundwa katika timu kutokana na ushiriki wa mashindano na kwa kuzingatia ukweli kwamba sisi ni klabu kubwa inayocheza kushinda mataji. Na hayo ndiyo maono yetu kwa sasa. Haruna ni mmoja wa wachezaji wapya. Ana asili Nigeria na alionekana wakati wa michuano ya kwanza ya ligi ya mpira wa vikapu Afrika iliyofanyika kule nchini Rwanda. Wakati huo alikuwa akichezea klabu ya Cameroon dhidi ya ASL. Leo anakubali kwamba anahisi vizuri katika familia hii mpya na anatumai kupata matokeo bora kutokana na mfumo wa mafunzo wa kocha Liz Mills. Kama coach Liz alisema, ni maandalizi. Lazima uwe tayari kwa kila hali iwezekanavyo. Iwe ni kutunza mwili wako, kujiandaa kimwili kwa kunyanyua chuma cha uzito, kuja saa 1 au 2 kabla ya mazoezi na kujaribu kutoa mafunzo, kutazama filamu za timu nyingine, kujua wachezaji, michezo, mifumo, nguvu za makocha wengine, udhaifu wao wa timu zingine na maandalizi yao. Unapaswa kuwekeza kila kitu huko na kwenda, na ndivyo ilivyo. Baadaye lazima uishi na matokeo. Bingwa mara 8 wa Morocco, mshindi mara 11 wa kombe la kiti cha ufalme, bingwa wa vilabu barani Afrika na mshindi wa pili vilabu nchini katika nchi za Kiarabu, Koswa of Sal, kama baadhi ya wafuasi walivyowapa jina la utani, wanacheza mechi za awamu 5 huko Dakar katika kanda yao inaitwa Sahara kutoka Machi 5 hadi 15, 2022. Mechi ya kwanza itakutanisha na klabu ya Regi ya Rwanda. Wachezaji wa mpira wa vikapu wanatumaini sio tu kuwa sehemu ya timu 4 bora zitakazofuzu kwa mchujo wa dimba hilo, bali kwenda mbali zaidi, kurithi klabu ya Zamalek ya Misri ambayo ndio bingwa mtetezi wa michuano iliyopita. Sunday Shomari, Sauti America, Washington DC. Naam, tunakamilisha matangazo ya dunia ni leo kutoka VOA Swahili hapo Washington DC. Naitwa Mary Mgawe. Kwa niaba ya wenzangu wote nakushukuru sana kwa nasi siku ya leo, lakini nikukumbushe tu tunafuatilia kwa karibu kuhusu taarifa zinazoendelea Ukraine baada ya Russia kuivamia nchi hiyo. Tuonane kesho panapo majaliwa. Kwa hivi sasa nikutakie usiku mwema.